Akida Kasim, KTN. Kwingineko, wakulima katika kaunti ya Meru wameeleza wasiwasi wao kuhusu matumizi ya dawa za kunyunyizia mimea mashambani, wakisema hakuna mafunzo ya kutosha kuhusu njia salama kutumia dawa hizo. Wakizungumza katika eneo la Buhuri wakati wa hafla wa wakulima wa Lewa, wakulima wametoa wito kwa serikali pamoja na mashirika mengine ya kilimo kutoa elimu ya kutosha kuhusu njia salama za kutumia dawa za kunyunyiza mashamba. Wataalamu wa kilimo pia wametoa wito kwa wakulima kukumbatia mbinu mbadala za kuendeleza kilimo ambazo haziathiri mazingira na pia ni salama kwa binadamu na rutuba, haswa wakati huu wa mabadiliko ya hali ya anga pamoja na uhaba wa maji. Tuweze kuwafunza wakulima wetu kuwa shida ambazo ziko kwenye mashamba sio lazima zitumiwe, solution yake sio chemicals. Tuweze kuangalia kilimo ambacho kitatusaidia kupunguza chemical use kwa mashamba, zikuwe ni zile za wadudu, ikuwe ni mbolea ama ni nini. Tuweze kuembrace more and more organic farming na regenerative agriculture. Nataka kufanya ukulima ambao ni ukulima endelevu, ili watu waweze kuelewa mbinu kadhaa ambazo tunaweza fanya ukulima mzuri, kwa sababu tunaona ya kwamba mambo ambayo tunaita ni mabadiliko ya climate inakuwa ni mambo mingi sana na maji haitoshi pia, na ndiposa tunasema ya kwamba watu wajielewe na waelewe njia ambazo wanaweza kufanya ukulima mzuri ndio tukue na chakula ya kutosha. Najua changamoto mingi hata ya mapatraiza hivi, na tunasikia serikali inapeana magarama ya kwenda kuchukua, hiyo ndio shida sana. Unajua dawa ni aina mingi zinakuja, kampuni ni mingi. Kuna wengine wanaleta mandawa sio fit, wengine wanaleta dawa mzuri, wengine wanaleta dawa mbaya, unaona. Sasa tungependa sana wao wakijua ni dawa gani wanatutengenezea. Wakazi wa Taita Taveta hususan wachimbaji madini